Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, ambapo tunaletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili wengine waendelee kufuatilia au kupata habari zetu kwa muda ipasavyo. Vile vile unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako aizi mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari mwanzo hadi mwisho. Na katika taarifa yetu ya habari tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tutakuunga na habari mbalimbali toka pembe zote za dunia, yani habari za kimataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari ya muda huu, sauti yetu, habari zako. Habari inatufikia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kusini. Katika tukio la kusikitisha lililotokea siku ya Jumamosi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, yani siku ya leo, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 34 anayejulikana kwa jina la Ana Aochi ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha wasiojulikana katika kijiji cha Sebele kilichopo katika eneo la Fizi. Kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo, tukio hilo lilitokea ghafla wakati marehemu alipokuwa katika shughuli zake za kila siku. Washambuliaji hao walifika na kufyatua risasi kabla ya kutoroka, hali inayoacha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Sebele na maeneo ya jirani. Kifo cha Ana Aochi kimeibua hasira na huzuni kubwa katika jamii, huku wakazi wakilalamikia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na ukosefu wa usalama katika eneo la Fizi. Wengi wanasema kuwa matukio ya mauaji, uporaji na mashambulizi ya silaha yamekuwa yakiongezeka katika siku za hivi karibuni bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Shirika la kiraia la Sosiko RDC limejitokeza kulaani vikali tukio hilo, likitoa wito kwa mamlaka za serikali kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usalama. Kupitia taarifa yao, wameeleza kuwa hali ya sasa haiwezi kuvumilika na kwamba maisha ya raia yako hatarini kila siku. Shirika hilo limeitaka serikali kufanya mageuzi ya haraka katika mikakati ya usalama, likisisitiza umuhimu wa kuimarisha uwepo wa vikosi vya ulinzi, kuongeza doria za mara kwa mara, pamoja na kushirikiana kwa karibu na wananchi ili kubaini na kukomesha vitendo vya kihalifu. Hadi kufikia sasa, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kukamatwa kwa wahusika wa tukio hilo na juhudi za kuwasaka zinaendelea. Wananchi wanahofia kuwa bila hatua za dharura, matukio kama haya yataendelea kujirudilia. Tukio hili linaongeza orodha ya matukio ya ukosefu wa usalama yanayoendelea kushuhudiwa katika eneo la Fizi na mkoa wa Kivu Kusini kwa ujumla, hali inayozidi kuathiri maisha ya kawaida ya wananchi pamoja na shughuli za kijamii na kiuchumi. Kwa sasa jamii inaendelea kuomboleza kifo cha Ana Aochi, huku ikisubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka husika ili kuhakikisha hali inatendeka na wahusika wanawajibishwa. Ripoti inatoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Ituri, ambako operation ya kijeshi zinaendelea dhidi ya makundi yenye silaha. Jeshi la Taifa FARDC limetangaza kuwaua wapiganaji 6 wa kundi la wanamgambo wa CRP katika eneo la Jugu. Operation hiyo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kurejesha usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, wanamgambo hao waliwaua wakati wa mapambano ya moja kwa moja kati yao na vikosi vya serikali. Jeshi limesema kuwa limeongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya makundi hayo ili kudhibiti kabisa vitendo vyao vinavyoendelea kuhatarisha maisha ya raia. Maeneo ya Jugu yamekuwa yakishuhudia visa vya mara kwa mara vya mashambulizi, mauaji na uharibifu wa mali, hali inayosababisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao na kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Katika hatua nyingine, jeshi la FARDC limetoa wito kwa wapiganaji wa makundi yenye silaha, hususan wale wa CRP, kujisalimisha kwa hiari na kuachana na mapambano.
Maafisa wa jeshi wanasema kuwa wale watakaochagua njia ya amani watapewa fursa ya kurejea katika maisha ya kiraia kupitia mipango ya serikali ya kuwajumuisha upya katika jamii. Wakati huo wananchi wa eneo hilo wameeleza matumaini yao kuwa operation hizi zitaleta utulivu wa kudumu, ingawa bado kuna hofu kutokana na historia ya mashambulizi ya kushtukiza yanayofanywa na makundi hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa mafanikio ya operation hizi yatategemea si tu nguvu ya kijeshi, bali pia ushirikiano kati ya jeshi, mamlaka za kiraia na wananchi wa kawaida. Kwa sasa hali inaelezwa kuwa ya tahadhari, huku jeshi likiendelea kusaka wanamgambo waliobaki na kuimarisha ulinzi katika maeneo nyeti ya Jugu na viunga vyake. Tukio hili linaonyesha dhamira ya serikali ya Kongo kupambana na makundi yenye silaha, lakini pia linaonyesha changamoto kubwa inayobaki katika kurejesha amani ya kudumu katika mkoa wa Ituri. Ripoti kutoka nchini Burundi, ambako mchakato wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unaanza kushika kasi. Rais wa sasa wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, ameteuliwa rasmi kuwa mgombea wa chama tawala katika uchaguzi ujao wa rais. Uteuzi huo umefanyika kupitia mkutano mkuu wa dharura wa chama cha CNDD-FDD unaojulikana pia kama Inama ya Banyagihugu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo, wajumbe wa chama hicho walikubaliana kwa kauli moja kumpitisha Rais Ndayishimiye kama mgombea wao, wakieleza kuwa wana imani na uongozi wake pamoja na mwelekeo anaotoa kwa taifa. Uamuzi huo unaashiria mwanzo wa maandalizi ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027, huku chama cha CNDD-FDD kikionyesha nia ya kuendelea kubaki madarakani kupitia mgombea wake huyo. Rais Ndayishimiye, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2012, ameendelea kusisitiza ajenda ya maendeleo ya kiuchumi, usalama wa taifa na umoja wa kitaifa. Ufuasi wake unamtaja kama kiongozi anayejitahidi kuimarisha utulivu wa nchi baada ya vipindi vya changamoto za kisiasa vilivyopita. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaona kuwa uteuzi huo unafungua mjadala mpana kuhusu ushindani wa kisiasa nchini humo, hasa kwa kuzingatia nafasi ya vyama vya upinzani na mazingira ya uchaguzi yatakayo kuweka kuendelea mwaka 2027. Kwa sasa bado haijajulikana ni nani watakuwa wagombea kutoka vyama vingine vya kisiasa, lakini matarajio ni kwamba mchakato wa kisiasa utaendelea kushika kasi katika miezi na miaka ijayo. Wananchi wa Burundi wanaendelea kufuatilia kwa karibu hatua hii muhimu, wakitarajia uchaguzi utakaokuwa huru, wa haki na wenye kuleta ushindani wa kweli wa kidemokrasia. Kwa ujumla, uteuzi wa Rais Evariste Ndayishimiye kama mgombea wa chama cha CNDD-FDD unaweka msingi wa siasa za nchi hiyo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Habari hii inatoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la Walikale, ambako shughuli muhimu za maendeleo na miundombinu zimeanza rasmi. Kazi ya upanuzi ya njia kutua na kuruka ndege katika uwanja mdogo wa ndege wa Kigoma Aerodrome zimeanza kutekelezwa kwa vitendo. Mradi huu unalenga kuboresha uwezo wa uwanja huo kupokea ndege kubwa zaidi pamoja na kurahisisha usafiri wa anga katika eneo hilo lililokuwa na changamoto za kufikika kwa urahisi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, hatua hii inachukuliwa kama mafanikio muhimu kwa wakazi wa Walikale ambao kwa muda mrefu wamekuwa kikumbwa na matatizo ya usafiri, hasa kutokana na ubovu wa barabara na hali ya usalama isiyotabirika. Upanuzi wa uwanja huu unatarajiwa kuleta manufaa kadhaa, ikiwemo kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu, kuongeza shughuli za kiuchumi pamoja na kuboresha mawasiliano kati ya Walikale na maeneo mengine ya nchi. Wakazi wa eneo hilo wamepokea habari hizi kwa matumaini makubwa, wakiamini kuwa
mradi huu utachangia kufungua fursa mpya ya barabara ya biashara na maendeleo. Baadhi yao wanasema kuwa uwanja huu ukiwa katika hali bora utavutia wawekezaji na mashirika mbalimbali yanayohitaji huduma za usafiri wa haraka. Hata hivyo, kuna wito unaotolewa kwa mamlaka kuhakikisha kuwa kazi hizo zinafanyika kwa uwazi, ubora unaotakiwa kukamilika kwa wakati ili wananchi waweze kunufaika ipasavyo. Wataalamu wa maendeleo wameeleza kuwa miundombinu ya usafiri ni nguzo muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi, hasa katika maeneo ya pembezoni kama Walikale ambayo yamekuwa yakikabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama na kiuchumi. Kwa sasa, shughuli za ujenzi zinaendelea chini ya uangalizi wa mamlaka husika, huku matarajio yakiwa makubwa kwamba mradi huu utakamilika na kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya wananchi wa Walikale. Kwa ujumla, kuanza kwa kazi za upanuzi wa uwanja wa ndege wa Kigoma ni hatua muhimu kuelekea maendeleo ya miundombinu na kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikunge moja kwa moja na habari zetu za kimataifa. Rahbi, unadhani Umoja wa Mataifa na taasisi zake ni dhaifu kushindwa kudhibiti baadhi ya mambo? Binafsi sidhani kama Umoja wa Mataifa umekuwa na udhaifu katika kuwajibika kwenye hili swala. Isipokuwa tu kuwa ni kuwajibika kwenyewe kumeshindikana, lakini sidhani kama ni taasisi ni dhaifu au zinashindwa kufanya kazi. Kuna jambo moja ambalo linakuwa ni gumu hizi taasisi kufanya kazi, kwa sababu zimejikuta karibu kila zikitaka kufanya kazi zinakutana na kizingiti cha Marekani. Sasa kama utapima kwa udhaifu, labda tunaweza tukapima kati ya Umoja wa Mataifa na Marekani nani mwenye nguvu. Sasa hapo ndio unaweza ukaona kwa uwazi kwa je, taasisi zimekuwa dhaifu au nguvu ya upande wa pili imezidia. Lakini ukirudi kwa yote utaona kuwa hata zile taasisi zenyewe ziliwekwa na hao wenye nguvu walio mbele. Sasa ukitaka kujua zina nguvu, ngoja uone zinavyofanya kazi kwa wengine ambao sio wenye nguvu. Kwa hiyo taasisi ziko sawa kabisa, lakini tu kuwa zimekwepa uwajibikaji, yani zimekwepa njia rasmi ambazo zilitakiwa kufanya kazi, na zenyewe pia zinafanya kazi kwa kutazama huyu ni nani na ana nguvu gani na ana ushawishi kiasi gani. Kwa hiyo sidhani kama taasisi ni dhaifu. Na kwa kumalizia, nini kifanyike kuhakikisha diplomasia inafanikiwa katika kuleta amani duniani? Nini kifanyike? Nadhani uwajibikaji. Dunia ijitathmini na kuanza kuzungumza mambo kwa jicho lililo wazi kabisa. Tujitathmini tulipo na tujaribu kupitia sheria ambazo tulijiwekea kuwa je, bado tunatembea kwenye sheria hizo au tumeamua kufunga macho yetu tu kwa sababu wanaovunja sheria ni wenye nguvu, au wanaovunja sheria ni wale tunawaunga mkono, au wanaovunja sheria ni wakubwa kwetu. Sasa kama tutajitathmini ulimwengu ulipo na kuamua kuanza kujikosoa wenyewe, jamani, tumeisha toka kwenye njia muda mrefu, tunatakiwa turejee bila unafiki, bila hila. Dunia itarudi kwenye nafasi yake kama ilivyokuwa awali. Lakini kama tutaendelea kutumia hiki kitu kinaitwa double standard, vigumu sana kurudi kwenye nafasi yake. Na ili dunia ibaki kwenye nafasi yake tuweze kurudi kwa haraka, ni lazima mgogoro kati ya Marekani na Ulaya uendelee, kwa sababu wale wanajua na yule anajua. Hakuna kila mmoja atatetea haki yake, manake tutarudi kwa nguvu kutetea haki. Lakini tayari kama kutakuwa na maelewano kati ya Marekani na Ulaya tena, basi tunarudi kule kule tulikoanzia na hatuwezi kutatua haya matatizo. Kile ambacho ninachosema mie ni kwamba utawala wa kisheria ni utawala nzuri, lakini pale ambapo hakutakuwa na uwajibishaji, pale ambapo hakutakuwa na usawa, basi utawala huo utafeli. Nchi 50 iwapo watazungumza kwa kauli moja, je, hata kama ni uuzaji tu, hiyo ni nafasi kubwa sana. Baadhi ya bidhaa nyingi tunazotumia sisi barani Afrika ni bidhaa ambazo zinatoka katika nchi ya magharibi. Hiyo ni nguvu. Lakini sisi kama Waafrika tumekolewa na dhana eti kwamba sisi ni watu dhaifu kwa kuwa tumejidhaifisha. Tumekubali kasumba ambayo yana historia ndefu kuanzia wakati wa koloni, eti kwamba sisi watu au jamii kutoka bara la Kiafrika ni watu ambao hatuna nguvu, ilhali tuna nguvu. Kwa hiyo jambo la kimsingi na jambo ambalo ni bora tuanze kulizingatia ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na
umoja wa bara la Kiafrika, pale ambapo viongozi wetu watakapozungumza kwa sauti moja, kwa kuwa wamepewa nafasi na raia ya kwao, basi pale tutaheshimika. Katika hali tuliyopo sasa, ambapo mfumo ambao tulikuwa nao tangu kuishi kwa vita vikuu vipili vya dunia, na pale ambapo tunaelekea, kuna nafasi hii itahitaji wale ambao ni viongozi, wale ambao ni wataalamu, wale ambao kutoka bara la Kiafrika waketi chini, wakubali, je, mfumo ambao tumeambiwa japo pamoja na upungufu wake imetuwezesha kufanya mambo mengi japo sio kila kitu, mfumo huu unaenda kuanguka. Je, tutakuwa katika nafasi gani kuhakikisha kwamba mfumo ambao utakaoanzishwa utaweza kutufaidisha? Nikitolea tu mfano, ukiangalia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ni mataifa chache sana ambayo yana kura ya turufu, na mataifa hayo yametumia viongozi wa Kiafrika katika Umoja wa Mataifa kutekeleza mahitaji yao. Je, kwa nini eneo kubwa kama bara la Kiafrika halina kura la turufu, lakini mataifa mengine unaweza kutumia mbinu zozote, iwapo ni idadi ya watu, uzalishaji wa kiuchumi, kwa nini wao wanakuwa na kura ya turufu na sisi hatuna? Kwa kuwa pale ambapo Umoja wa Mataifa ulipoasisiwa, mataifa mengi ya Kiafrika yalikuwa katika minyororo ya ukoloni. Ni kinaya iliyoje mataifa ambayo yalikuwa yanawatawala kimabavu bara la Kiafrika ndio lilikuwa linazungumzia ujengaji wa Umoja wa Mataifa, ujengaji ambayo unasema kila mtu yuko sawa, lakini watu walikuwa bado katika minyororo ya ukoloni. Kwa kuwa historia ndiyo somo muhimu zaidi, japo viongozi wetu wakati mwingine wanayumba wakisema historia haina maana, wale ambao watakosa kuzingatia historia watarudi kutekeleza makosa waliotekeleza katika historia. Kwa hiyo sasa ndio wakati wa kujaribu kurekebisha historia. Mimi langu ni kwamba japo wakati huu sasa unaonekana ni wakati mgumu zaidi, lakini katika wakati mgumu kama hii pia unaweza kupatikana na tija. Viongozi ambao walipigania uhuru hawakuwa na silaha kubwa sana, lakini walikuwa na ari na utashi pamoja na muungano, ndipo wakapigania uhuru. Huu ni nafasi ya pili ya bara la Afrika kupigania uhuru, kujaribu kuhakikisha watakuwa katika mstari wa mbele katika utekelezaji wa mfumo ambao utatawala dunia. Turudi tena barani Afrika. Tunaona bado mizozo ipo katika, kama umezungumzia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani hakuko sawa, Somalia bado nchi haijakaa sawa kama ilivyokuwa mwanzo. Na tumeona Marekani pia, nguvu ya Marekani imekuwa ikijiingiza pia katika maeneo hayo, na tumeona karibuni pia Marekani ikisuluhisha mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa unazungumzia nini nafasi ya mashirika ya kikanda kama Umoja wa Afrika katika kusuluhisha mizozo ndani ya bara ya Afrika? Kando na kama alivyoelezea kwa vizuri sana mwenzangu, ya kwamba Marekani pamoja na mashirika ya nchi ya Ulaya yamekuwa katika mstari wa mbele katika kudumaza mashirika muhimu pale ambapo hatua kama hizo hususan kutoka Marekani inawasaidia wao. Lakini sasa mimi mtazamo wangu ni kwamba pamoja na kwamba mashirika haya ya kimataifa ikiwemo hususan mahakama ya kimataifa kosa la jinai pamoja na Umoja wa Mataifa yameanza kulegea, sisi kama watu wa kikanda, nikizungumzia mashirika ya kikanda, Muungano wa Afrika, Muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, shirika la kikanda la IGAD, hii ni fursa adimu sana kwa mashirika hayo pamoja na viongozi wao kusimama kidete na kusema kwamba sisi kama kikanda tunaamini kwamba utawala wa kisheria, sio utawala wa kibabe mwenye nguvu nipishe, ndio njia ambayo tutaanza kuifuata. Pale ambapo tutajikuta tunavurutwa katika vita au kuchukua upande kama hali inavyoendelea katika nchi ya Sudan, ambapo mataifa ya kikanda yanaonekana kwamba yanaunga mkono pande moja wakisaidiwa na mataifa ya kigeni, hili litatuletea hasara kubwa sana, kwa kuwa mojawapo ya jambo ambalo linalotudumaza kiuchumi na kiuchumi hususan ni ukosefu wa amani katika eneo hili.
Ukiangalia kwa mfano nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni taifa ambalo madini yake yametumika kuwatajirisha watu wengine. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana, japo hali hii haileti natija kwa sasa, kwa muda mfupi, kwa muda mrefu, iwapo sisi tutajipanga na kujiweka vizuri na kuamini na kuhakikisha kwamba sio tu kwa kauli bali pia kwa vitendo tunaamini utawala wa kisheria, basi pale tutaweza kujinyanyua kutokana na sisi mataifa ya Kiafrika kuathirika na vitu ambavyo sisi hatujatekeleza. Vita vinavyoendelea Ukraine ilifanya baadhi ya mataifa ya Afrika kuhangaika kupata vyakula vyao. Vita inavyoendelea katika nchi ya Iran ambayo inahusisha Marekani na Israel kwa upande moja, imefanya bei ya petroli ipande. Katika vita hivyo vyote mataifa ya Afrika hayajahusishwa. Pale ambapo ugonjwa wa COVID ulipozuka, mataifa haya yalituonyesha hali yao halisi, kwamba wao watajilinda mwanzo badala ya kutulinda. Je, viongozi wa Kiafrika wataweza kuchukua nafasi hizi ambazo tumepewa? Vita vya Iran, vita vinavyoendelea katika eneo la Ukraine na Russia, na COVID, kuweza kusema, je, ni vipi tutaweza kutafutia suluhu ya kudumu katika kupambana na hali hii? Nitatolea tu mfano kabla sijanyamaza. Mfanyabiashara ambaye anayemiliki kampuni ya Dangote, yeye kujituma kabla ya vita hivi vya Iran vilipelekea yeye kuwa katika mstari wa mbele kuisaidia taifa lake, na sasa kama alivyozungumza pale jana nchini Kenya, yuko tayari kusaidia mataifa ya Kiafrika. Je, viongozi wetu wanaweza kufanya kazi pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiumma kuweza kutekeleza hatua kama hizo? Kwa kuwa iwapo hatutachukua hatua za haraka sasa, tutajikuta sisi tunaathiriwa na vitendo ambavyo au vitu ambavyo sisi haina uhusiano wa moja kwa moja. Ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2026, na hii ni Congo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kisha tunaletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Na basi acha tukukumbushe tena kuendelea kutuandikia kwa namba ambayo inaendelea kuina kwenye video, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari mwanzo hadi mwisho. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kushare habari zetu kwa wengine na waendelee kuipata. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya jioni.